Meli vyanzo vinaeleza kuwa awali meli hizo zilikuwa zimepewa ruhusa ya kupita kupitia makubaliano yasiyo rasmi yaliyohusisha Marekani na kupatanishwa na Pakistan, lakini mazingira yalibadilika ghafla baada ya hatua inayodaiwa kuchukuliwa na vikosi vya Irani, jambo lililosababisha mabaharia kubadili njia kwa tahadhari. Meli hizo zilikuwa zimebeba shehena ya gesi kutoka kituo kikubwa cha uzalishaji cha Ras Laffan nchini Qatar, ambacho ni miongoni mwa vituo vikubwa zaidi vya gesi duniani. Gesi ilikuwa inalengwa kupelekwa katika masoko ya kimataifa kupitia njia ya Hormuz, njia nyeti sana inayotumiwa na sehemu kubwa ya mafuta na gesi duniani. Baada ya kubadili mwelekeo, data za ufuatiliaji zilionyesha kuwa meli hizo zilijipanga katika maji ya karibu na Falme za Kiarabu bila kuingia katika mlango huo. Aidha, zilibadilisha mara moja taarifa zao za mwisho wa safari, hatua inayoashiria hali ya sintofahamu na tahadhari kubwa ya kiusalama. Tukio hili linaongeza hofu juu ya usalama wa usafirishaji katika mlango wa Hormuz, ambao ni njia muhimu zaidi kwa usafirishaji wa nishati duniani. Mvutano unaendelea kati ya Irani na Marekani na Israel umeifanya njia hiyo kuwa katika hali ya hatari ya kufungwa au kuvurugika, jambo ambalo limeongeza na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta na gesi duniani. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanaonya kuwa ikiwa hali itaendelea, inaweza kuathiri vibaya usambazaji wa nishati duniani, hasa kwa nchi zinazotegemea sana uagizaji wa gesi kutoka Mashariki ya Kati. Aidha, tukio hili linaweza kuongeza presha ya kidiplomasia na kijeshi katika eneo hilo nyeti, huku macho ya dunia yakielekezwa kwa hatua zitakazofuata kutoka pande zote zinazohusika. Hodi Tanzania, hodi Arusha. Alikuwa anachanjwa usiku. Yeye anachanjwa. Lakini baada ya kufika mlima wa maombi, hiyo issue ikaisha. Piga Yesu makofi mazuri. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel kutoka Mombasa, Kenya, anatua jijini Arusha. Hii ni maalum kabisa kwa ajili ya sherehe za miujiza ya maadhimisho ya mwaka mmoja wa mlima wa maombi uliopo Arusha, Tanzania, chini ya mtumishi wa Mungu Utukufu kwa Bwana, mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel. Tangu mwaka 79 baada ya mlima maombi kuja nikapona, haujaanguka tena. Ni tarehe 11 na 12 mwezi huu wa 4. Leta wagonjwa wenye shida na mateso, na Yesu Kristo atawafungua, atawaponya na kuwaweka huru. Yote ambaye kuna tatizo la ulemavu wakati wa kuinuka kutembea, inuka na utembee. Mahali ni Veta Audioro, mlima wa maombi, karibu na stendi mpya Bondeni City. Kushiriki mkutano huu, piga simu namba 0756 22 56 81.